tuwape elimu wananchi waelewe kwanza. Manake wananchi, wakulima wetu bado wana ukulima ule wa kizamani. Na waelewe kwa sababu uwekezaji kwenye eneo hili, wawekezaji wapo. Wanaweza kuja kuwekeza, wakalima kisasa, na wananchi wetu pia wakafaidika zaidi. Maana wana hofu kwamba labda akija mwekezaji wao watakuwa hawalimi tena. Mwekezaji atakuwa yuko tayari, atalima kwa mashirikiano yao, lakini kile kitakachopatikana pia watauza kwa yule mwekezaji, kwa maana ya soko litakuwa lipo. Sasa nadhani kitu muhimu sana kwenye eneo hili ni taaluma. Tuendelee kuwapa taaluma wakulima wetu ili wafahamu umuhimu wa uwekezaji kwenye kilimo. Hapo wenzetu tu Tanzania bara, Mheshimiwa Waziri, nyewe mashahidi, wenzetu wanalima vizuri sana. Wanalima kwa mwaka wanalima mara 2 na inawezekana hata mara 3, nategemea na staili ambayo wataitumia. Sisi bado tunalima kwa mwaka mara 1. Najua kwa sababu ya upatikanaji wa maji, lakini naamini tunaweza kulifanyia kazi jambo hili, na kwa utaalamu wa ofisi yako Mheshimiwa Waziri, na sisi tukafika hatua hiyo ambayo wenzetu wamefika. Hakuna kisichowezekana, haya mambo yanawezekana. Na tuwatoe wakulima wetu kwenye taaluma ya kizamani, tuwapeleke kisasa. Kama leo tunaweza kulima kisasa, tunaweza kuvuna kisasa, tunaweza kufanya shughuli nyingine kisasa, kwa nini tushindwe kuwasaidia wakulima wetu? Nguvu kubwa ambayo tunaweza kuifanya, ya kwanza ni elimu, lakini la pili ni uwekezaji. Tujifunze kwa wenzetu kwenye misitu ama hifadhi hizi ambazo zinaambatana na zinafanana kama hizi duniani, ili tuone vitu gani vinakuwa vivutio kwa watalii wetu, mambo gani wanayapenda, ili na sisi tuyaboreshe, ili hatimaye tuweze kupata wageni wengi ambao wataweza kututembelea kwenye eneo hili. Mtu ambaye alikuwa akimiliki eka 1 katika eneo hili alikuwa akiweza kupata vipolo 10, vipolo 8, 7 kulingana na hali ilivyokuwa. Lakini baada ya kuja kwa mradi huu, mtu ambaye anamiliki robo eka anaweza kufikia hadi vipolo 22 katika mwaka huu, Mheshimiwa Makamu. Kwa hiyo kutoka eka 1 na vipolo 10, lakini robo eka sasa hivi wako ambao wameweza kufika vipolo 22. Kwa hiyo ni hatua kubwa na maendeleo makubwa. Kwa kipindi tunachoendelea, shughuli zote za kilimo cha mpunga sasa hivi zinaweza zikafanyika kwa mashine, lakini takribani wale vijana ambao walikuwa hawataki kuingia kwenye sekta ya kilimo kwa kuogopa labda nguvu kazi kubwa na nini, basi shughuli zote hizo sasa hivi zinaweza zikafanyika kwa mashine kwa kutumia muda kidogo, lakini pia kwa kutumia kiasi kidogo sana cha fedha. Changamoto ya kwanza, mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya hali ya hewa asilimia kubwa yanapelekea kuweza kudrop kidogo kutokana na misimu ya masoko pamoja na mazao. Pia kuna changamoto ya barabara, kutoka barabara kuu mpaka kuingia ndani, kwa barabara yetu kidogo ina changamoto. Na ihamasisha serikali iwahamasishe wananchi ili kuweza kujiajiri katika sekta hii ya kilimo. Kilimo kinalipa.